Mazungumzo mapya ya amani kati ya Israel na kundi la Hamas yameanza mjini Cairo, Misri, yakiongozwa na wapatanishi wa kimataifa, huku macho ya dunia yakiwa yameelekezwa kwenye mpango wa amani wenye vipengele 20 uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Mpango huu ambao unatarajiwa kuwa hatua kubwa zaidi katika juhudi za kuleta utulivu wa kudumu Mashariki ya Kati, unalenga kumaliza miongo kadhaa ya kivita, chuki na migawanyiko ya kisiasa kati ya pande mbili hizo hasimu. Kwa mujibu wa duru za kidiplomasia, mpango wa Trump unaweka masharti makubwa kwa pande zote mbili. Upande wa Israel unatakiwa kusitisha ujenzi wa makazi mapya katika maeneo yenye utata, huku Hamas inatakiwa kuondoa silaha na kuachia huru mateka wake wote kabla ya kushiriki katika utawala wowote wa siku zijazo. Aidha, mpango huo unasisitiza kwamba Hamas haitakuwa sehemu ya serikali yoyote itakayoundwa Gaza. Rais Trump, ambaye amejitokeza kama mpatanishi mwenye mtazamo tofauti, amegeuza mkondo wa kidiplomasia uliodumu kwa miongo kadhaa. Badala ya kuanza na amani kati ya Waisrael na Palestina kama ilivyokuwa kawaida, Trump amechagua kuimarisha kwanza uhusiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Mkakati huo umesababisha nchi kadhaa za Ghuba, zikiwemo Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, kujiunga rasmi na juhudi za kutekeleza mpango huo wa amani. Kwa mara ya kwanza, mataifa ya Kiarabu yamekubaliana kwa pamoja kwamba hatima ya amani Gaza haiwezi kufikiwa ikiwa Hamas itaendelea kuwa na nguvu za kijeshi. Nchi hizo zimeahidi kushiriki katika ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza, pia kusaidia kulinda usalama wa eneo hilo mara vita vitakapokoma. Hata hivyo, changamoto bado ni nyingi. Wataalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati wanasema kwamba mchakato huu utahitaji dhamira ya kweli, si tu kutoka kwa Israel na Hamas, basi pia kutoka kwa mataifa makubwa yenye ushawishi katika eneo hilo, hasa Irani na Marekani. Rais Trump, ambaye ameonyesha kutokuwa na subira, ameweka muda mfupi wa utekelezaji. Trump anatarajiwa kuona matokeo ya awali ndani ya siku chache zijazo, na endapo Hamas haitatoa dalili za ushirikiano, basi Israel itapewa ruhusa kukamilisha kazi kwa njia ya kijeshi. Kwa sasa, matumaini yameibuka upya, ingawa hofu inasalia juu ya hatima ya raia wa kawaida wa Palestina wanaoishi katika mazingira magumu ya vita na vikwazo. Ikiwa mpango huu wa vipengele 20 utafanikiwa, huenda ukafungua ukurasa mpya wa historia ya Mashariki ya Kati, ukurasa mpya wa amani, ushirikiano na ujenzi mpya wa maisha baada ya miongo kadhaa ya uhasama. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa hili kwa sasa.